Good evening, my good people of Africa. Good evening, Kenyans. It is I, Nyamanduklu Controller. I'm here to talk about local politics, the Kenyan politics. You see, there's this great guy who said that great minds talk about ideas, average minds talk about events, and small minds talk about people. So because we are all great minds and we possess this love for our country, Kenya ni home, na lazima tu uplift mtaa. So tutaongelea politics ya Kenya, and of which ni ideas. So hii show ni mixture ya politics na ideas. Sisi ni strong minds. So inakuwa Polideas. Hii ndio episode ya kwanza, season ya kwanza. So it's the beginning. Ndio tumeianza. Inaitwa Polideas. So Polideas nitakuwa naongelea siasa ya vitu zimekuwa zikifanyika throughout the week. Itakuwa weekly show na nitakuwa naongelea events na ideas zimetokea throughout the week. Ya kwanza kuna Gilbert Masengeli, the acting IG, out of which walisha appoint IG mwingine. So alikuwa anakataa kwenda court akisema ako busy, lakini anaonekana kwa concert, anaonekana anywhere anataka. At the same time anasema ako busy. Si hivyo ndo alipewa conviction, kwa convicted to 6 months jail term. Ikabidi ache kuwa busy, sasa amerudi ameapologize. So hiyo ni kitu moja about Kenyans. Hawa polisi wa Kenya tuliona wakipiga students pale multimedia. Wako very arrogant. Kuanzia huko juu kwa leaders wao hadi sasa hapa kwa grao. Polisi wa Kenya wako brutal. Wanapeleka brutality kila mahali. Sasa hii airport ilikuwa inachukuliwa. Polisi wa Kenya wakaenda huko. Still the same things. Brutality tumekuwa tukiona kwa hizi streets. Ni juu ya arrogance ya leaders wao. Na at the same time, the judicial power ya hii country haina nguvu nyingi. The judiciary wanaweza peana directive ni court orders ngapi zimebreakiwa. Na tuko tu hapa Kenya na tunaona. Na tuna entertain. The moment atu resist vitu kama hizi, the moment atu criticize, the moment atu oppose, ndio tuna allow waendelee kufanya vile wanataka. So mtu kama Gilbert Masengeli, we are all Kenyans. Mimi na hope asavyo sentence yake, lakini wapi? Wait and see. Utaona anaweza kosa kuserve. At so long as tu uko na pesa, wana conduct differently. So about Gilbert Masengeli, mnisaidie kusupport. Hiyo sentence alisentence hiyo isiende tu hivyo isikunywe maji. Kenyans tuna deserve justice. Justice from all sides. There's no way utakuwa law enforcer when you're the first person to break law. So justice ikuwe served. Tunataka justice kwa hii country. Kitu ya pili tumeona Gachagua sasa anasema Uhuru ndio kingpin. So unashangaa Uhuru amekuwa kingpin overnight. Time ya campaign hapo 2022 alikuwa anapinga Uhuru. Alimtusi matusi zote zilikuwa zinajulikana hapa Kenya. Hadi aka-invite zingine kumtusi. Sasa hii 2 years later ameanza kusema Uhuru ndo kingpin. Why? Mbona Gachagua tu amke asubuhi aseme Uhuru ni kingpin? Hiyo mlima alikuwa anasema isiguzwe, haijaguzwa lakini iko already divided peke yake. Ni kama ice ukiweka kwa jua, hautaiguza lakini itamelt. Sio ndio kitu happen kwa mlima. Haijaguzwa lakini ina melt. Na ina melt aje? Mtu kama Kindiki pale ameendosiwa na ma MPs wote wa East na ma MCS wa Mount Kenya East wameendorse as kingpin wao. Gachagua kuona hivi ameona mlima ishaanza kuwa divided. Anaamua hapana, acha nirudi ni integrate. Lakini aki-integrate kwa jina yake, anaona bado atakuwa na divide. Yeye na Kindiki ni the same people, only that strength ya Gachagua kwa kuongea, anaongea. Na ya Kindiki ni intellectual, Kindiki ni thinker. So Gachagua ni vulgar, Kindiki ni thinker. Watu wawili ukiweka place moja obvious hawatapatana. Hiyo mlima itaikuwa united. So long as Kindiki yako na Gachagua wako itaikuwa united. That's why Gachagua anatoa the concern kutoka kwake na kwa Kindiki anapeleka kwa Uhuru. Anapeleka kwa more neutral person. The same Gachagua alikuwa anapinga Raila time election. Sasa anakuja na msupport. So Gachagua ni mtu mwenye ajifikirili. He make decisions on his own as a man. Yeye si decision maker. Anafikiriliwa na mtu. Sasa Ruto hata akuja aseme ule controller ni mtu mzuri. Bas Gachagua atasema pia ni mtu mzuri. Ruto amke asubuhi aseme hao ma MPs kina Ichungwa ni watu wazuri, Gachagua atawasupport. So Gachagua
anakazana, tunajua ni villager, but anakazana na anaendelea na politics yake ya unite mlima yenye iko united. Yeye ni failed cause. Kitu ya tatu, Kindiki vile mmesikia ko endorsed na atakuwa the next kingpin pale kwa mlima. Watch closely. Mimi nimesema sahi, by 27 kama kutakuwa na politician powerful kwa mlima ni huyo Kindiki. Gachagua story zake zikuisha zinaisha. Sahi hawa ma MPs wanampinga vita, hawa kina Ichung'wah, Kiandiri Nyoro. By 27 Gachagua atakuwa done for. Akikuwa done for, Kindiki ndo ana rise to that position. Na ni hivyo tu. Apart from that, tumeona leadership ya ODM imetoka kwa Raila, alikuwa the traditional leader, na imeenda kwa governor wa Kisumu, mwenye governor wangu pia, Anyang' Nyong'o. So ODM as a party imekuwa na new leadership. Raila sasa engage kwa local politics, anaenda huko AU. Na kwa hiyo AU position atakuwa successful. Raila aenda kuwa AU chairman. Hivyo ndio itakuwa. Si ati ni wishful thinking ama nini. Ni seat yenye tu ilikuwa reserved for a person mwenye anaweza hold your seat, mwenye ako na hiyo capacity ya kuwa na hiyo seat. So ile AU seat nayo ni ya Raila. Then kuna huyu Kenyan mwingine, Morara Kebaso. Morara Kebaso vile tumeona sasa ameanza ku rise hadi ana form political party yake inaitwa Inject. Hii Inject ashaipeleka kwa registrar ya political parties, lakini walimwambia ati iko divisive in terms of age, ati ina focus sana na Gen Z. But a political party should be allowed kukuwa na members yenye leaders wanataka. So kama Morara Kebaso, the leader that he is, anataka party focus sana on the young people, anafaa kualawiwa kuwa na hii party. Hii Inject ni party ina stand for Injection of National Justice, Economic and Civic Transformation. So kitu ya kwanza about justice, si Kenya tumeona kuna justice mzuri. Justice is not served. Kenya ni hoteli na justice ukua kwa menu, but ukipiga order iletwe kwa meza. Justice is not served. Na tunataka i-change, tables turn, na ita-change. Tuta-inject justice hapa Kenya. Kitu ya pili ni economic na civic transformation. Uchumi ya Kenya nayo inadorora kudorora. Dola ni 130, time ya Kibaki ilikuwa 80 something. So how comes dola inashuka from 80 to 130? Hivyo tu tukiona. I make sense. Na tumekuwa na over 10 years ya leadership. Sasa tumeongeza zingine mbili. Na hizi zingine mbili tunaona president ana fly kila wakati. Anaenda kila mahali. Amekuwa na 66 international trips. 66. Na each of them zina cost millions and millions of shillings. Sasa tunaongelea billions. Na the same people hapa Kenya tunaumia. The average people hapa Kenya tuna grapple with poverty. Watu wako maskini hii Kenya vibaya sana. Na pressure wako huko with 66 flights. Tuna condemn such use of public resources. Haiwezi kuwa tu ati ni kufly tu kila wakati na watu wanaumia hapa Kenya. Tunataka jobs. Hausa kazi wanakutafutia ni kwenda kuwa maid huko Saudi. Seriously, our government mnaweza create youth wenu kazi ya kuwa maid Saudi. CS Alfred Mutua ndo ule anasema anataka kujenga nyumba zitafanana na zile nyumba zenye ziko Saudi. So hiyo ndio kitu CS kwa ofisi yake actually lipo hizo pesa mingi za analipa per month. Zenye vicha tuoni impact anafanya kwa ground. Ni kutengeneza nyumba yenye itafanana na nyumba huko Saudi. Ndo our young people endo wakuwe maids. House help. Usome hadi wana change education system from 844. Sasa ni CBC. Usome yote ukue competent. Si ni competency based education system. Alafu uende ukue housemaid uko Saudi. Hiyo ndo irony iko hapa Kenya, irony iko Africa. Tuko na leaders yes, but our leaders hawajali, hataki ku-uplift. There's no way utasema ati kazi utapatia mtu ni kwa house help. Huyu ni mtu amesoma, huyu ni mtu ako na degree, mtu ako na cert, mtu ako na diploma. Bala umcreate job, formal job yenye itatransform economy ya Kenya hapa Kenya. Mtu ako Malika pale Kisii, mwingine ako Malindi, mtu hapa Kibwezi, mtu ako Kitale. Bala umcreate industry, enda work pale kwa industry. Ubuild shule, waende wafunze. Ubuild hospitali, tuko na madaktari huku. Hadi pesa za internships zinapunguzwa. Social infrastructure ziko, hatuja build hadi barabara hapa Kenya. Railway connections, telecommunication centers. Hatuna hizi vitu zote, then kazi main unapea mtu ni kwa ourselves Saudi. Alfred Mutua, look at yourself, unatuwa shame as Kenyans.
Wewe ni CS lakini unafikiria sijui aje. How can you be planning to export 10k Kenyans kwenda kuwa housemaid? Haifai, it's wrong. Sasa hizo ndio vitu zimefanyika this week. Tumeona vitu mingi sana. Kenya as a country bado tuko politically divided. Tuko bado na hii politics yao, mtu anatetea region yake. Hawafikiria about general growth ya Kenya. Wanafikiria about themselves. Kisi the youth, tunakuja kuchange kila kitu hapa Kenya. Vitu zita change. Morara Kebasa wako na transformation. Tuna support inject party. Hiyo party inafai ikubaliwe. Colors za hizo party ni green na gold. Green kushow new growth na gold kushow a bright future. Those are the two best colors. Na ya tatu wanafaa kuongeza hapo red. That you are ready to do everything. Hiyo red ni warning. Waeke red hapo. Suggestion tu. Ikuwe warning that hatujakuja hapa mchezo. Hakuna mchezo, hakuna jokes. Tumekuja hapa ku work na tuna work. Tutachange actually hii Kenya. Tutachange society. Tutachange Africa. Inaanza na wewe kuamua kuchange vitu zina happen around you. Decide the change. Actually Kenya na Afrika zitakuja kwa ile continent yenye Gaddafi alitaka. Si tunajua tulilose Gaddafi lakini legacy yake inaendelea kuishi. So Kenya na Afrika itachange as a whole. Kwa hiyo change. Tukutane tena next week. Itakuwa weekly show. Na tukiachana nitawaacha na quote inasema, if you believe you can, then you are halfway there.